Kwanza tutasema pole kwa watu ambao walikufa mataka mbeni. Tutafaa minute silence. The recent attacks in Beni have just shown how Beni have just shown how incapable the Congolese government is in protecting its very own civilians. I want to reiterate the fact that more than 600 people have died in attacks in the troubled town of Beni since 2014, and 36 people have just died on Saturday. What has Moise Katumbi got to say about these attacks? Because it seems like it's a repetitive thing in the Democratic Republic of Congo. Okay, well, nashukuru sana kwa kuniuliza ile question mama. Nitajibia mbati ya kwetu Kiswahili. Wewe utaniuliza tu lugha ambayo unajisantiri kwa lez, na napenda message ifike kule kwenye watu wetu bako. Ndio kitu cha maana ya message ya leo. Okay, juu ya Katumbi hivi ndio alisema leo. Ndaisema mfransa hapo Twitter. Hii nasema ni Twitter ya Moise Katumbi leo. Anasema hivi: c'est révolté par ce nouveau massacre à Beni, une action coupable et non une action coupable de nos dirigeants, assez pleureux, il est temps d'agir. Manake anasema hivi, anasema inaleta uchungu sana Katumbi. Hii ndio message ya Katumbi, na isema anaandika kwa Kifaransa na anasema kwa Kiswahili. Anasema ni uchungu sana kuona tena bupya mauaji masakre nafanyika tena Beni. Ni kwa sababu gouvernement yetu yenye iko dirige na Joseph Kabila, president wa nchi, inashindwa kufanya action yoyote. Bakubwa ya nchi banashindwa, tena watu wanalia tena leo. Hii ndio wakati sasa ya kuajiri, yani ya kufanya kulamuka. Hii kuajiri haikuwa haambii po nini gouvernement Kabila, lakini anaambia population. Na ndio maana yeye Katumbi aliandika barua yake leo. Barua yake leo ninaweza kusoma kidogo mbio. Nitasema tena Kiswahili mbio juu tusikawie. Anasema aliandika le 13 août, aliandika le 13 août, plus de 30 civils ont été tués dans le quartier Rwangoma à Beni, dans la province du Nord Kivu. Je condamne fermement cette nouvelle tuerie et exprime ma douleur et ma compassion aux familles et proches des victimes. Cette crise à l'Est dure depuis trop longtemps. Des innocents sont massacrés chaque jour et notre gouvernement détourne son regard
L'inaction de nos dirigeants est déplorable, inacceptable et révèle leur irresponsabilité. Les efforts policiers, juridiques et militaires doivent être concentrés sur la protection de la population de l'Est, les plus vulnérables du pays, au lieu d'être utilisés pour réprimer les défenseurs de la démocratie et de la Constitution, trop s'occuper à tenter de s'accrocher illégalement au pouvoir. Nos dirigeants ont oublié la protection de nos concitoyens. Il est temps d'agir pour résoudre cette crise avec les moyens financiers, humains, juridiques, policiers et militaires utilisés en bon escient. La pacification rapide de la région est possible. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Point. Signé Moïse Katumbi, Tchapwe, et puis son email adresse là-bas pour si vous avez quelque chose à lui dire. C'est-à-dire, ile mimi nasoma pale kwa nasikia Kifaransa, njoo anasema kwa mkifupi akisema kama pahali guvernema yetu Kabila aendelee kutia nguvu, kutia uwezo, kutia politiki yote juu ya kuleta amani Kivu, ile uwezo yote anayekonsantre mu kutafuta kugandamiza ba opposition leaders, ba opposant na wale ambao walikuwa wanatetea juu ya respect ya constitution. Pahali ya kukamata ile nguvu yote aipeleke kule Kivu, bamalize mambo yote kwa haraka, ye Kabila njoo anafanya kitu, anapeleka na divert, ana détourner attention, yote anaifocaliser juu ya watu wa Katumbi, watu vile ba Christophe Ngoyi biko mu prison, ba Muyambo, ba Witi Mulongo, ainsi de suite, na juu ya kutafuta kusahabu ile mauaji inaendeka Kivu, na ndio ile Katumbi anasema ile ndio response ya Katumbi. Okay, so the Congolese constitution states that the protection of civilians and their property is the first commandment that should be respected. What has the parliament got to say? Because it is very clear that Kabila has failed to protect his very own people. Yes. Parliament ya Congo, this is injo matatizo makubwa sana. Parliament ya kwetu Congo, parliament yetu ya Congo inasema hivi. Hakuna decision yenye gouvernement anaweza kamata kabla hayafanya consultation, hayafanya consultation na gouvernement na institution ya parliament. Kwa sababu parliament ni institution yenye iko nyingine, na presidency nayo presidency nayo nyingine institution, na judiciary ni institution na the prime minister, which is the government as a whole. But maajabu ni wakati yenye inafaa sasa kuenda parlementaire wanaitisha ministre wa defense, ministre wa interieur, kubauliza kwa nini hii mauaji haiishe, kwa nini mauaji ya Beni, ya Kivu, ya kule Kasai iko inafanyika, na nini yenye gouvernement isafanya au serikali yetu ya Kongo isafanya ndio kumaliza mauaji. Maajabu, kwa sababu gouvernement yenye iko pale ni gouvernement yenye haina nguvu. Kwa nini? Ni institution yenye inadependre na presidency. Presidency ina determine biote yenye premier ministre atafanya. Premier ministre chef wa gouvernement hana authority. Hana authority, kwa sababu hapa kwetu David Cameroon eko na full power ya kufanya action hata kama queen hapende. Hana lazima ya kwenda kwa Queen kumuuliza kama tutatuma watu wa Iraq, kama tutatumana wasoda Afghanistan, kama tutatuma wasoda Congo, au tutafanya action hivi Congo. Queen yeye ana rules, but she's not govern the country. Maki ana renye mais ha gouverner. Sa kwetu pale ya prime minister a govern, maki a gouverner nchi, mwenye kwa na gouverner nchi ni Kabila yeye mwenyewe, mwenye kuna renye ana rule ni yepeke Kabila. Manake premier ministre hana nguvu, hana neno, hana ya kusema, na depuis eko pale ndeko sawa Kabila asemake matata mponyo eko sawa vile mwenye haexist.
Ndio maana unaona hii yote matatizo iko yanafanyika kwa sababu Kongo haina government. Is a state without a government. Maana ni nchi yenye haina serikali. Tungekuwa na nchi sawa vile Rwanda. Rwanda iko na nchi na iko na serikali. Tanzania iko na nchi, iko na serikali. Zambia iko na nchi, iko na serikali. South Africa iko na nchi, iko na serikali. Zimbabwe iko na nchi, iko na serikali. Uganda iko na nchi, iko na serikali. Na muongeze ngine manchi. Kenya bila kuhesabu. Lakini Kongo iko na nchi, haina serikali. Kwenye peko serikali, huduma wananchi watapata huduma. Manake services, people will profit from the services. Manake population batakuwa servi na service yenye ko etabli. Yani ile maservisi ya gouvernement itafanya. Manake huduma ndio wanaita mkiswahili. Huduma itapatikana. Population watakuwa na besoin ya hiki, anaona kama nikienda kwa ile ofisi pale nitapata kitu. Tuko na besoin ya amani, population nayo kama peko watu wenye kazi yao ni kuhusika na kuleta amani Kongo. Ndio inakuwa Minister of Defense na Interior Minister. Manake Minister wa Interior na Minister wa Defense. Kazi yao ni ile tu, kuleta amani wa Kongomani, na constitution yetu inasema clear. Kitu ya kwanza ni protection de l'intégrité territoriale ya Kongo na kwani kuwakingia wananchi, kukingia Kongo mzima na kukingia wananchi na mali yabo. Sema ajabu, watu wako wanakufa Beni, wanakufa kila siku Kivu, wanakufa Kasai, president wa Kongo hasemaki kitu, anakala kimya, hataki kujua. Na government na parliament yetu haina nguvu. Parliament iko selective parliament, manake kila mtu eko naogopa ku lose job. Kila mtu kwa parliament ya Kongo habiko wa parliament ya wananchi, yani walichaguliwa na wananchi. Ni ba parlementaire wenye walichaguliwa na Kabila. Manake kila mtu kwa pale eko naogopa kusema hata neno. Leo president wote wa parlement ya Ubemi na hawezi kufungula kinywa hakondane ile mamasakre ya Goma na aseme kama ministre wa interior anashindwa kazi, ministre wa defense anashindwa kazi, wawaite kwa parlement au wabafukuze mkazi, wabafanyie ile wanasemaka nini, wafanyie motion kwa parlement jiba toki. Na ndio tuko na tatizo. Kongo iko lazima aina lazima ya strong leader, ya strong man. Kongo iko lazima na institutions ziko very strong. Maana ma institutions ziko fort. C'est-à-dire Kongo haina lazima ya rais wa nguvu, iko lazima na constitution ma institutions ziko na nguvu. Na kujua kukosa hii magapu, hii kukosa hii yote hii, ndio tunafika hapa kunaona watu wanakufa, hakuna wanataka kujua. Ndio na watu wale wakatumba na sirika, wanaona kama inachosha, enough is enough, bitu inapiti kubadilika kwa Kongo, au population inapasha kujirevolte. Hapa anasema c'est révoltant, manake inaita uchungu, inaita hasira sana, ndio Katumbi anasema leo. C'est révoltant, manake is too much, manake inaita hasira sana. Na wakati watu wakamata hata kama ni mpanga, kama ni bunduki, kwanza kufukuzana na wale baadhi na lumu wapori, na kisha kumaliza ile mambo, kusukumana kumtupa Kabila nje na kutia nje itaongozewa na institutions ziko strong na ziko na shida. Ndio vile. So what's really interesting is that every single time Kabila visits Beni, there's always an attack. And in this case, he promised the people that he was going to bring about peace. So why do you think this happened? God. Mungu mkubwa. God. Kila mara Kabila akitoka Beni, watu wanakufa Beni. Ya mara mwisho alitoka Beni, watu walisirika, wakaangusha monument yake na karaka pale. Monument yake ilikuwa pale Beni, watu wakaivunja, wakaiangusha, wakailunguza. Kwanza walivalisha na pime. Na ingine amsha alifika tena Beni, watu wakakufa, watu wakakamata, wakachana madrapo ya PPRD na kuataki ile biro ya ruling party, ya parti au pouvoir. Pourquoi? Ni kwa sababu watu wanasirika. Kabila eko yeye ndio probleme wa matatizo. So wakati wewe ndio uko matatizo, wewe ndio matatizo. So utakuwa solution aye. Wewe utaleta nani solution namna gani wakati wewe ndio uko na wewe ndio tatizo. Na tatizo yenye tuko nayo Kongo leo mzima ni Kabila ndio matatizo. Kongo haina yake probleme. Kongo haina matatizo yenyewe iko. Tuko na tatizo ndio Kabila. Kazi na mshinda. Kuresign na shindwa kudemissioner.
kazi inashindwa. Na hii yote matatizo yanafanyika ile kwa sababu Kabila hawezi kuwa rais wa Kongo au president wa Mkongo wakati kama hakuna mauaji. Baamerika baliwahi kumwambia Kabila, okay, kwa sababu wewe ubakie pale kukiti juu tunataka wewe ulete kukue amani Mkongo. Operation iendelee kukue amani Mkongo. Njoo raison moja Baamerika walimwachia Kabila pale. Sasa anatumikisha ile njoo inakuwa sasa champ de récolte yake. Maana njoo inakuwa shamba. Ya kusema kama watu wanakufa njoo Kabila anabakia mingi kupouvoir. Kama watu hawakufi yeye president hakuna maana. Na njoo maana yeye mule mwareme yake mko watu wale wa General Mundos. Wale wa General biko nakauta mabunduki wanapatia baadhi nalo. Wanapatia manini ya communication wanapatia baadhi nalo. Na wanapatia mabunduki banakia kuua watu. Basi wakuwa watu maoperation inaendelea na wanatosha franga gouvernement ya Kongo wanatosha franga mingi sana ya kuleta maoperation bale ba official ba general ba colonel ba colonel banapata ile franga wanaanza kujenga nao manyumba maana iko ni jeshi ni army yenye iko corrupted army yenye iko corrupti jusqu'au dents bale ba ministre Kabila Laurent Désiré Kabila sema kama ils sont les ramassés et corrompus et inutiles, c'est-à-dire que ce sont des ramassés corrompus et inutiles. Voilà kuona kama Kabila kila mara akifika Kivu kwa sababu yeye haizi kuishi bila damu. Yeye anaishi kwa damu depuis 1996 banakia na AFDL ya baba yake na Banyarwanda. Mauaji ilianza ile siku hii hatuyaonaka vitu ya hivi Mkongo. Watu wa Kivu munihurumie kwa sababu niko na hasira sana. Tulikomana munde Mkongo ationaka vitu vya hivi Mkongo. Hii mauaji ya kuweka mwa hii niveau hii. Hapa baadhi na luba iko ba mupya. Basi tuombe kama oni ba Muslims ni ba musulmans c'est pour cela biko vile baadhi na ludi ba zamani sana depuis mane 70 mpaka mane 80. Walikuwa wanafanya mafunjo kule Maruenzori, walikuwa na kampio kule kwa baadhi yao juu atakie Uganda. Ruenzori na fasi wanaita Watsa. Maoperasyon kwa toka pale makasa 13e bataillon 46e brigade ya Rumangabo ilikuwa inaenda kule kuba atake. Tangu bane 80 mujiinforme na murudishe mu archive. Mie nilikomana mka militaire pale Luberizi, tunajua ilikuwa kila saa wasoda wako wanaenda kule kuba atake baadhi nalo. Mimi wako wanachinja watu hivi. Hapa wako wanaua watu modele kuba maliza na kubacha. Wao wanaua watu wanawatia alama ya V. Wanatia 5 ya mashifre Rome. Hatuko tunaona ile wakawa wanachinja watu vile wakawa na watu na jembe hapakuwa hata wanaua Kongole walikuwa tu wanajibaze mule mu mapori ya Rwenzori mule mu mountain mu montagne mule mu milima banaenda Uganda banatakia gouvernement ya Museveni banarudia ile wakati palikuwa Milton Obote. Sasa hii inakuwa ni kitu yenye Kabila ye mwenyewe ndio iko shefu hawa baadhi nalo yeye ndio iko na uoisha watu juu ya nini kwa sababu huko bana Rwanda wanapasha kutoka Rwanda kuwa resettle kuwa kupata nini restauration Mkongo. Benye Kagame alisema wiki siku 3 inapita mpaka siku 2 inapita Kabila alikuwa kule jendi. Sasa wakati alikuwa kule Kagame alisema okay wakati FDLR batarudia Rwanda, bakongomani nao yuko mkambi kule Rwanda ifo barudie Mkongo. Sasa bakongomani yuko mkambi kule, banasema yuko karibu 5000. Na haba 5000 wote ni Banyarwanda batusi. Benye beko kwa Rwanda. Sasa Rwanda haina nafasi juu ya hapa watu. Inataka kubaleta kubatuba sa Mkongo. Batupa wapi? Kila mtu atakuwa na bulongo wake Mkongo na village yake Mkongo. Ifo waanze kuua watu wamalize watu ma village, njoo baki baba implanter watu kule kwa sababu badandi beko na bulongo ya Kabambi, beko na kimungini cha Kabambi kiko vile kina watu. Ndio kwenda wanararua watu na nini, akomplishe na Kabila yeye mwenyewe Joseph. Sasa sinye na Kagame balete wale watu wabaimplanter kule mafasi zingine juu bakileta mnoro Kivu kutakuwa ngine mafuyo. Ile ndio yenyewe inafanyika pale, nataka watu wa Kivu muelewe na mfungule macho. Jana Kabila alipita kule mnamchezea. Mwamba tu ya Beni. Na wazee hamuna akili na mko wapumbafu. Kama uko mtu mpumbafu mwa hii dunia, mtanisamea mtoshe chapo juu na hasira. Kivu sio kwa mtu mjinga sana mbatu yote ya Mkongo. Haiwezekani mwe mlisema Kabila ni ndugu yenu njini Mswahili. Mwenje mko nakufa sana mbona mama yenu ndio wanabarepu kila siku na kuba viole. Beko wanazika wa mama yenu wazima, beko wanakamata wanabachinja sawa mbuzi, wanabafungula wa mama yenu ya mtumbo, watosha watoto mtumbo, banatwanga watoto kumalukuta, banawaua na majembe, kisha Kabila anapita mnapiga mikono. Alipita Beni pale na mnapiga mikono, kisha anabaitisha sema wao mwende mkule dine kwake. Mnaenda kula dine kwa Kabila. Sasa ile chakula mlikula ya siku moja itamaliza njala ya miaka 16. Si watu mnafungula kwanza hata akili.
anapita njia yote bana waforce kukinguvu. Kama hutaki kutoka kwenda kupigia mtu mikono, si unaikala kwako au unaenda kushamba au unakatala tu juu decision yako. Wewe ndio una pouvoir kumshinda Kabila kwa sababu wewe ndio yeye anataka pale kujina pepe. Mnapasha kufungula akili mwa watu ya Kivu kwa sababu mnakuwa pumbafu mnafika mpaka mnakuwa mnaanza kukufa sama nyama. Si mna watu wasibunduki wasa kujitetea. Ndio vile mimi nasema na emotion, niko na hasira. Hii vitu hivi bako mwandu yangu anatoka kwa Amerika kuniita hapa. Haiko naambia juu hivi. Tanaambia bwana hivi vitu iko nafanyika kule biko je. Ba mkongo iko natuandikia hapa. Hii si Twitter iko busy hivi. Facebook watu wanali bana sirika sana. Si wote tuko huku, tuko na bandugu kule. Tuko na bandugu sitakuwa ni nchi gani sasa hivi? Watu hawana makazi. Watu hawana chakula. Baba mama kupeleka watoto masomo ni matatizo. Kupata franga ya kupeleka mtoto masomo hakuna. Ya kulisha watoto hakuna. Uenda kuchuma sombe kushamba na ndio wanakuia watoto wote. Kweli ni nchi gani sasa hivi? Kabila wewe kwanza ni kazi upatie watu, banafunzi wako wanasoma wakimaliza masomo bana kazi na hata kimaliza masomo makonisho za mubaya, banakuwa wanakimbia wanakufa makontinenti kwenda South Africa na kwenda Magulaya. Sasa na kitu kikubwa tunaweza nikasema hivi. Ni ya kusema kitu gani kenye kinatuma huyu Kabila muendelee mnamsupport, muendelee mnamsupport. Na ndio kweli mimi ndio jibu ndio question mimi napana ulizo kwangu kumweba kivushira bakongole wote en general. Kitu gani mnipatie tu raison moja mtuambie basi hata kwa Facebook na kwa nini raison moja Kabila anapashwa kubakia na kupouvoir na muendelee mnamsupport. Mama question ndio mimi kamata muda mrefu kujibia lakini na kurudisha tunakuwa. Inaleta hasira sana imani. I know it's the scenes in what is happening in Beni. It's very upsetting because innocent people are dying all because for one man who wants to remain in power. But one thing that we cannot ignore is how Rwanda is involved in the attacks as well. Because whilst Kabila visited Rwanda, no journalist in Rwanda dared to ask him whether he was going to leave power. The constitution says that Kabila should leave power. Why do you feel that Rwanda decided to stay silent on the issue? Well, kitu ya kwanza tunapasha kusema kwanza Kabila ni emanation ya Rwanda. Kabila hana nguvu kwa mbele. Kila mara akikutana Kagame, Kagame anampatia instruction. Anampatia instruction. Kabila anasema amen. Kagame akisema haleluya, Kabila anatika amen. Juu ya nini? Kwa sababu huyu Kagame huyu ndio alileta mzee baba yake na Kabila kupawa. Sasa na wakati Kabila aliingia kupawa by the grace of Rwanda. Kwa sababu ya grace ya Rwanda ndio Kabila kwa pale. So kwa sababu iko na ile debt morale, manake iko overpowered by the past. Manake past yeye mnamwangamiza. Kagame alifanya ku referendum ya kukua kwenda kwenda ku third term. Manake troisième mandat. Obe mandat yenye iko indeterminé, haitaisha. Kaanza kwa president mpaka siku atakufa. Kagame alifanya vile kwa sababu na yakapita, wakamchagula ba mingi, malingile kile Rwanda ile elections ziko za bongo za trike, akapita tu. Kagame anaanza kujisifia kwa nini anapita. Anaanza kusema okay, watu mimi wananipenda, bali wao ndio wanaomba mimi nibakie. Kwa sababu kweli Kagame iko na nchi. Na ile nchi iko na serikali, ma institutions ziko pale. Yeye iko chef supreme la natumika. Rwanda kuko vitu vinatuliwa. Ukiangalia kwa internet hivi, bali Rwanda biko ahead, biko mbele ya muavanza na Kongo. Mu development, kila kitu biko mbele yetu. Kwa sababu vitu biko vinatumika. Watu biko na serie. Ukiiba franga unafungwa. Kabila hakuna journalist, walikuwa basa baambia deja, maulizo yote mtauliza hapa mu Rwanda. Msimuulize Kabila kama atatoka mwisho wa mwaka Disemba 19 le 19 Desemba. Msimuulize kama term yake inaisha, yake mandat yake inaisha. Msimuulize kama president constitution ya Kongo na kulimiter de mandat. Utaenda mtoaze mandat, utafanya referendum. Hii makesho yote balikuwa sasa waprepare wa journalist kama neno muyatakiwa kuuliza hivi ni kufa. Kwa Kagame ni kufa. Sasa Kagame anapenda president mwenye eko faible Kongo, waki the weak president in Kongo. Kama Kongo iko na rais mwenye eko hana nguvu, mwenye eko faible sawa Kabila, ile ni raha kwa Banyarwanda na raha kwa Kagame. Okay, so are there any last messages that you'd want to send to Congolese people out there? Just a very short message. Short message ni kusema kwa mwana mshiyame mulamuke, si tu moto ya kifo. Tunakufa sana, yeta uchungu, yeta hasira sana. Tutakuwa watu gani wenye wana uchungu kuroho? Mpaka watu wanaanza kuwaza kia bakivusie ni hawana akili, ni bakumbafu sasa changanyikiwa. Kwa sababu inaonekana si bakivusie hatuna hata uchungu, hatuna dhamiri. Kwa nini mtu anaweza kuwa kuna tuua hivi?
anashindwa kutuproteger. Na ule mwenye anatafuta kufanya mzuri juu ya wale watu wiko bana violewa na wanamke kwa violewa. Mtu sababu Dr. Mukwege, Dr. Mukwege. Mwenye kuna repare wanamke pale, anakuwa yenyewe pouvoir. Kila mtu mwenye kuna shimama juu ya kutetea wale population banamuua. Walitoka kuua padiri mwa Beni pale. Juu alikuwa anatetea wananchi. Na wanaendelea kuua watu. Sasa tuchakule kilima watoto wa Kivu. Mwe message na watu wa Kivu. Mimi natoka Kalemi, ni mtoto wenu. Naongea lugha ya kwenu na niona tunasema kwa Kiswahili. Mchagule kimoja. Kukufa sawa imbwa au kukufa unashimama unakufa sawa mwanaume. Hapana, tusikuwe tunakufa vile sawa vile maimbwa. Hapana, hata imbwa inakufa inafoka. Mungu anakufa sawa manguruwe au kondolo. Juu kondolo inakufaka na iko kimya. Tuwa sama kondolo. Mchagule kimoja. Nawazia ni wakati sasa ya kusema tunachoka na Kabila. Tushimame. Sina tumiza soro sana. Asante sana. Thank you.